Hii ni Kwaresma. Wapendwa mabibi na mabwana, ninawakaribisha asubuhi ya leo tena kwa ajili ya ibada hii ya masifu ya asubuhi, ibada ya Morning Glory katika siku ya tatu ya mafungo yetu ya Kwaresma ya mwaka huu. Na ninawakaribisha katika utume wa neno la Mungu asubuhi ya leo, neno kuu linalotuongoza katika mafungo haya ni kutoka katika kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa kwanza na Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19. Lakini neno la Mungu katika Mhubiri 3:1 Biblia inasema, kila kusudi kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19 Biblia inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Mabibi na mabwana, tuna mada kubwa tunayojadili. Mada yetu kuu ni kutoka misimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi, from seasons to reason. Na tunaongelea reason yenye tafsiri ya sense ya purpose. Reason ambayo pia ningeweza kutumia neno purpose, lakini nimeona vizuri kutumia maana hiyo ya reason ambayo pia inaweza ikabeba tafsiri ya purpose au sense of purpose. Na tunazungumza juu ya from seasons to reason, kutoka misimu mpaka kusudi. Na tuna bango letu ambalo linatuonyesha namna ambavyo kusudi linaungana na msimu au misimu inapoungana na kusudi. Christmas ni msimu, lakini Pasaka ni kusudi. Na tunaangalia namna ambavyo pia maisha ya mwanadamu yana mambo mawili, yana misimu mingi midogo midogo katika maisha ambayo ni marefu kuliko misimu, lakini pia ni muunganiko kati ya misimu na kusudi. Na ndio maana Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Na tuna falsafa ya maneno hayo mawili juu ya misimu na kusudi. Hali kadhalika pia kwa lugha ya Kiingereza juu ya seasons and reason. Na tunaangalia theolojia, falsafa, fikra pana, uwezo mkubwa wa kufikiri juu ya falsafa ya maneno mawili tunapotafakari katika Kwaresma ya mwaka huu. Mabibi na mabwana, somo letu la asubuhi ya leo nasema maisha ni marefu kuliko msimu. Maisha ni marefu kuliko msimu. Usiwe na sonona ya msimu. Usiwe na sonona ya msimu. Maisha ni marefu kuliko misimu, kwa hiyo usiwe na sonona ya msimu. Kutoka kitabu cha Kutoka mlango wa 16 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Kutoka 16:1 mpaka 8. Kutoka kitabu cha 16 mpaka mstari wa kwanza mpaka wa 8. Na mimi nitawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Kisha wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikilia bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima na wana wa Israeli wakamnung'unikia Musa na Haruni huko Harani.
Wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mikate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya sita ya kwamba wataandaa hayo watakayoleta ndani, nayo yatakuwa ni mara mbili kuliko yanayotoka kuliko wayaokotayo kila siku. Musa na Haruni wakawaambia wana wa Israeli, jioni ndipo mtakapojua ya kuwa Bwana amewaleta kutoka nchi ya Misri. Ndipo mtakapojua ya kuwa Bwana amewaleta kutoka nchi ya Misri. Na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana, kwa kuwa yeye amesikia manunguniko yenu mliomnungunikia Bwana, na sisi tu nani hata mkatunungunikia? Musa akasema, ndilo litakalokuwa hapo Bwana atakapowapa nyama wakati wa jioni mle, na asubuhi mikate hata mkinai, kwa kuwa Bwana amesikia manunguniko, kwa kuwa Bwana asikia manunguniko yenu mlionungunikia yeye, na sisi tu nani? Manunguniko yenu hayakuwa juu yetu sisi, ila juu ya Bwana. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu uliye mtakatifu, asante kwa ajili ya pendo lako la kimbingu na uweza wako wa ajabu. Asante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa, na mamia kwa maelfu ya wengi wanaoabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Baba, saa imefika na sasa ipo, upende kusema na kanisa lako. Sema nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu, sema nasi tukusikie, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma. Somo letu la asubuhi ya leo ambalo tunaendelea nalo ni maisha ni marefu kuliko msimu. Maisha ni marefu kuliko msimu, na usiwe na sonona ya msimu. Usiwe na sonona ya msimu. Kama nilivyosema, spirit ya mafungo ya mwaka huu ni kupata inner healing, uponyaji wa ndani. Uponyaji wa ndani. Na hakuna maumivu na majeraha makubwa kama yale ambayo wakati mwingine yanaweza yakaachwa na msimu uliopita katika maisha ya watu duniani kote. Tangu kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, kuna misimu ambayo inapita na inaweza ikakuachia majeraha. Na asubuhi ya leo nitazungumza juu ya sonona inayotokana na msimu. Na mimi nataka nirudie tena kusema, maisha ni marefu kuliko misimu, na usiwe na sonona ya msimu. Wana wa Israeli wamekuwepo katika nchi ya Misri kwa miaka 430, na wamefanya kazi kubwa ya kuonewa, kupiga matofali. Wazaliwa wao wa kwanza wakauawa, na waliteseka kwa kiasi kikubwa. Lakini wanatoka tu Misri, ndani ya miezi miwili tu wanakumbuka tena Misri, kule kule walikotoka, wakapata sonona ya wakati uliopita. Hasa kwa sababu ya muda wangu, na asubuhi ya leo muda unaenda kwa makusudi kweli kweli, ninataka kuleta angalau hoja chache za kitheolojia na kifalsafa. Nataka kuleta hoja chache za kitheolojia na kifalsafa kwa haraka asubuhi ya leo. Moja, kama unaandika unaweza ukaandika kwenye diary ya kwako. Wana wa Israeli miezi miwili tu baada ya kutoka Misri, wakiwa bara ya Sini, walipata sonona ya msimu au misimu iliyopita.
miezi miwili tu kutoka Misri wakapata sonona, na wanapata sonona, wanakumbuka masufuria ya nyama. Walikumbuka masufuria ya nyama, ila hawakukumbuka mateso ya matofali, kuuawa kwa watoto wao wa kiume, kutumikishwa, kuteswa na kulia, ambako walikuwa wanalia kiwango ambacho Mungu alisikia kutoka mbinguni, akashuka akasema, akamwambia Musa, nimesikia kilio cha wana wa Israeli na nimeyaona machozi yao. Hawakukumbuka hayo, walikumbuka a very minor thing, wakakumbuka masufuria ya nyama. Most of them walikuwa sio watu wa kusudi, walikuwa ni watu wa msimu. Na nataka nikuambie, misimu inatesa watu. Misimu inatesa watu. Na kuna watu wana magonjwa ya pressure, wana magonjwa ya sukari, wana magonjwa ya moyo, wana magonjwa ya figo, wanameza dawa kwa sababu ya misimu na kwa sababu ya sonona ya msimu. Wengine wana ukichaa kabisa kwa sababu ya sonona ya misimu. Na wengine wanaishi katika mazingira magumu. Sasa wakakumbuka masufuria ya nyama, ila hawakukumbuka mateso. Wao wanakumbuka masufuria ya nyama, na wanamwambia Musa, ni bora tungerudi, bora tungeenda, bora tungekufa huko Misri kuliko kutuleta hapa na kutuua. Sonona hii ni faraja inayotaabisha. Ukikumbuka nyakati zilizopita, ukishaona unasema bora ya jana kuliko leo. Nataka nikuhakikishie, sonona hii ni faraja inayotaabisha. Uwe ni wakati mzuri ulikuwa nao, lakini ikiwa wakati ule mzuri umepita, let it go. Let your past pass. Acha muda wako uliopita, hata kama ni mzuri, let it go, ili upone ndani na uweze kukabiliana na maisha, kwa sababu msimu ni mfupi na maisha ni marefu kuliko msimu. Maisha ni marefu kuliko msimu. Na fujo yote ya dunia, ukiona fujo ya dunia, fujo ya siasa duniani, madaraka, utawala na vita, ni magombano ya misimu. Ni misimu. Lakini kama mtu angetafsiri juu ya msimu ni mfupi kuliko maisha, angekuwa na discipline nzuri tu, na dunia pengine ingeweza ikawa na mahali pazuri pa kuishi. Ukiona magombano duniani, vita na mauaji, ni mapambano ya misimu. Msimu ni shida katika maisha ya watu. Mabomu na vitu vingi vinavyofanyika duniani leo na tunavyoviona ni matokeo ya kupambania misimu, ambayo na wanajua kabisa ni msimu, lakini si maisha hata kidogo. Maisha ni marefu kuliko misimu, lakini wanadamu wana kichaa cha msimu na wanahangaika na misimu na wana sonona ya msimu. Sasa sonona hii ni faraja inayotaabisha. Katika kitabu cha Ayubu ule mlango wa 16 mstari wa 2. Ayubu, katika kitabu cha Ayubu mlango wa 16 mstari wa 2, Biblia inasema hivi. Biblia inasema, nimesikia maneno mengi mfano wa hayo, ninyi nyote ni wafariji wenye kutaabisha. Kukumbuka wakati uliopita uliokuwa mzuri kwako, na ukapata sonona ya hawa wana wa Israeli, kama hii sonona ya kukumbuka masufuria ya nyama bila kuangalia kusudi, na ukapata bumbuazi la moyoni, ukashindwa kuelewa ya kwamba maisha ni marefu kuliko msimu. Ngoja nikuambie tu, hata mtu akiwa kwenye madaraka, ukiona mtu anatumia mabavu, anatumia kiburi, ni mkurugenzi mwenye kiburi, ni mtu ambaye ameteuliwa, amepewa nafasi, anawagandamiza watu, mwenye kiburi, yani mwenye mahangaiko makubwa, ni kwa sababu pia hajui kama msimu, maisha ni marefu kuliko msimu. Kwa sababu msimu wa yeye kuwa mkurugenzi au kiongozi kwenye hiyo taasisi sio wa milele, sio wa milele, sio wa milele hata kidogo. Lakini pia hata kama ungefia kwenye hicho kiti, unaacha generation, unaacha kizazi kitakachoitwa hawa ni watoto wa fulani, na watakutana huko. Kama ni profesa ambaye ameharibu future ya mwanafunzi wa udaktari kwa mfano, akapata shida, akaresiti miaka, atakuja kueleza watoto wake tu. Kuna siku itatokea watoto wako watakuwa pale wanakumbuka, baba yako alikuwa profesa na alimtesaga baba yetu, alimtesaga mama yetu, na mama yetu ametueleza.
Msimu ni mfupi, maisha ni marefu, uwe na adabu. Tumsifu Yesu Kristo. Wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Kabisa, kabisa. Sasa jambo la pili, usiwe na sonona ya msimu, kwani kwa kufanya hivyo ni kumwekea Mungu mipaka na kumnungunikia Mungu, manunguniko kwa Mungu. Na hii ndio dhambi ambayo katika Kwaresma hii ninaomba utubu hii dhambi kabisa. Watu wengi tumenungunika mbele za Bwana. Watu wengi mmenungunika. Usimwekee Mungu mipaka kwa ajili ya sonona ya misimu. Usimwekee Mungu mipaka kwa sababu ya sonona ya misimu. Katika kitabu cha Zaburi ule mlango wa 78 mstari wa 41, Zaburi 78 mstari wa 71, Zaburi ya 78 mstari wa 41, Biblia inasema hivi: wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakamwekea Mungu mpaka mtakatifu wa Israeli. Wewe ni kumwekea Mungu mipaka ya kwamba Mungu ulifanyaga miaka ile mpaka hapa, lakini kwa sasa hautaweza kufanya. Na mpaka huo ni ule aliokuwa nao Gideon kwenye kichwa chake. Anamwambia Mungu, ziko wapi nguvu zako za kale na matendo yako ya zamani? Kunungunika ni dhambi kubwa ya watu walio wengi, hasa watu wanaoomba. Wanakuja kanisani, wanaomba, wanaona mambo hayajatokea, miaka miwili, miaka mitatu, wanaanza manunguniko. Wengine wananungunika juu ya ndoa, wengine wananungunika juu ya familia, wengine wananungunika juu ya taaluma. Ningejua nisingesoma taaluma hii, ningejua nisingekuwa hivi, ningejua. Una majuto, unanungunika ndani na una manunguniko. Wapo wanawake wanaonungunikia waume zao, na wapo wanaume wanaonungunikia wake zao. Wapo watoto wanaonungunikia wazazi wao, na wapo wazazi wanaonungunikia watoto wao. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, usimwekee Mungu mpaka. Ili kuondoa sonona ya msimu ndani ya Israeli, Mungu aliamua kuonyeshea mvua ya nyama na mvua ya mikate. Mungu aliposikia hayo manunguniko, alizifungua mbingu, akawanyeshea mvua ya mana, mvua ya mikate na mvua ya nyama. Akaambia kuleni. Lakini Mungu alimwambia Musa, hawa watu wameninungunikia mimi, Mungu nisiyekuwa na mpaka. Kwa hiyo ni maombi yangu asubuhi ya leo, ukiondoa manunguniko kwenye moyo wako, umeondoa mpaka. Yaani ukishaondoa manunguniko na ukishaondoa kuona kwamba nyakati fulani zilizopita, basi mimi nahudumia mataifa zaidi ya 180 duniani kote, na taifa la Marekani katika state zake zote ninawahudumia. Na wakati mwingine wanaweza wakawa na manunguniko kwa sababu ya misimu iliyopita. Wanajiuliza, sasa msimu huu ni msimu ambao tunauangalia, ni msimu wa mateso, ni msimu ambao kila siku kunakuwa na mambo mapya. Wale diasporas walio wengi na wanahangaika. Nataka niwaambie hawa watu ninaowahudumia kutoka madhabahu hii, haijalishi yale mnayoyaona leo, lakini muwe na hakika ya kwamba maisha ni marefu kuliko misimu. Na kwa sababu hiyo msiwe na sonona ya msimu. Hapana, hapana. Mungu anawawazia mawazo ya amani. Hoja ya tatu, makofi mengi tena, haleluya. Hoja ya tatu, sonona ya misimu huwa inafunga milango mingi ya fursa na baraka katika maisha yako. Sonona ya misimu huwa inafunga milango mingi ya fursa na baraka katika maisha yako. Kitabu cha Yakobo ule mlango wa 5 mstari wa 9. Yakobo 5:9. Biblia inasema hivi, waraka wa Yakobo 5:9. Ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Angalieni ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Manunguniko huwa yanafunga
milango mikubwa ya maisha, milango ya baraka, milango ya fursa huwa inafungwa na kunungunika. Manunguniko yanafunga milango. Na jambo jingine ambalo ningependa ujiulize hapa asubuhi ya leo, una sonona ipi ya misimu iliyopita maishani mwako? Hilo ndio swali ambalo ningependa ujiulize asubuhi ya leo. Una sonona ipi ya misimu iliyopita maishani mwako? Na katika kila sonona ulionayo imefunga milango mingi katika maisha ya kwako. Sonona hii ya misimu iliyopita huwa inaua haraka mno, na ni shida kubwa ya wastaafu wengi. Watu wengi ukiona amestaafu na kufa ghafla, ana sonona ya msimu. Anakumbuka alivyokuwa bosi, alivyokuwa anaendeshwa, alivyokuwa anaulizwa tu kila saa, mzee, hii ni Christmas, tunataka kuja kupaka nyumba yako rangi, tunataka kubadilisha furniture zako. Msimu. Wagonjwa msimu. Mzee, tunakuja, madam, kesho tunataka kubadilisha hii gari. Gari hivyo. Tunataka kubadilishia gari. Tuna gari mpya imekuja kwa hadhi yako mheshimiwa mkurugenzi, mheshimiwa Mhasham Baba Askofu. Tunataka kubadilisha gari. Nataka kubadilisha nyumba. Ni misimu. Tuna safari. Una safari, unaenda kila mahali, ni milango tu inafunguka. Unapita kwenye kwenye diplomacy way, kwenye diplomatic gates, unapita huko, haukaguliwi. Yani hivyo safari nyingi, unabadilisha na mabegi, unabadilisha airport. Yani jamani, leteni begi jingine, nguo hizi zinikipita, napita naenda huku, naenda huku. Ghafla sasa retired. Ndio hapo unaanza kukumbuka, sasa nilikuwa nabebewa begi, sasa hivi ufukuze begi, kimbizane nalo mwenyewe, nikikuchomoka shauri yako. Hizi ndio sonona zinazouaga watu. Fear of change. Fear of change. Tuasubutu. Na mimi nimewaambia, ukiona vita na mauaji duniani ni misimu. Misimu ni shida kubwa, ni kichaa cha ulimwengu. Sasa hizi fear of change, usiogope mabadiliko. Usiogope mabadiliko kwenye maisha ya kwako. Kila badiliko lina baraka yake. Na kuna baraka za aina mbili duniani. Kuna baraka ya kuingia na kuna baraka ya kutoka. Bwana atakubariki uingiapo, Bwana atakubariki utokapo. Washindi wachache wangesema amina. Mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Sonona. Na katika Zaburi ya 46 mstari wa pili. Zaburi ya 46 mstari wa pili, Biblia inasema hivi: kwa hiyo hatutaogopa, ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Kwa hiyo hatutaogopa. Na mimi ni maombi yangu asubuhi ya leo, usiogope ijapobadilika nchi. Any changes ambayo inatokea ndani katika nchi unayokaa, changes zozote zinazotokea hazikuhusu. Mtu mwenye kusudi hautatishwa na msimu. Oh my God, oh my God, oh my God. Washindi wachache wangesema amina. Kwani tumepita misimu mingapi mpaka hapa tulipo? Tulipita msimu ambao ulitikisa dunia nzima. Ulikuwa ni msimu wa COVID-19. Ulikuwa na lockdown. Kulikuwa hakuna kusafiri. Tulikuwa tunakuja hapa wote tumevaa barakoa. Na mabarakoa mengine yalikuwa yametengenezwa pua inakuwa kama kitimoto. Na mimi ndio mchungaji niliyokuwa nasimama huku mbele nikiwaangalia. Najiuliza, hivi hawa ni wale watu? Hizo barakoa nilikuwa nazionaga kwenye taarifa ya habari, wakiwa watu wanaonyesha madaktari wakiwa wanapasua kwenye room za upasuaji, theater. Ghafla yale mabarakoa nikaona kanisa zima, hakuna kusalimiana kwa kushikana mkono, hakuna kwa kukumbatiana. Eti ni hivi. Jamani, mambo ya ajabu. Hakuna kuzikana. Watu walikufa hapa, hakuna kuzikwa. Hakuna mtu kukaribia jeneza. Huo ni msimu na umepita, na leo tunaonyesha mianya yetu, tunatabasamu. Mwenye mwanya haya, mwenye dimposi haya. Oh my God, oh my God.
Mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. Maisha, mtikise jirani yako, mwambie maisha ni marefu kuliko msimu. Maisha ni marefu kuliko msimu. Usije ukafika mahali ukafikiri kwamba misimu hivyo. Kulikuwa na lockdown, hakuna kusafiri kutoka upande mmoja wa dunia kwenda upande mwingine wa dunia, lakini hili nalo likapita. Oh my God, oh my God. Msimu huwa unapita. Siwe na sonona ya msimu. Ijapobadilika nchi, wewe maono yako hayabadiliki. Maisha yako ni ya thamani kuliko mtu mmoja aliyeko kwenye kiti. Sema amina, halafu mpigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Thamani yako ni kubwa mno. Ijapobadilika nchi, wewe utabakia pale pale, kwa sababu Mungu aliye na kusudi. Kusudi ni kubwa mno. Maisha ni marefu kuliko msimu. Maisha ni marefu kuliko msimu. Usiwe na sonona ya msimu uliopita. Oh my God, oh my God, oh my God. Halafu mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Swali hapa ni la msingi. Una sonona ipi ya misimu iliyopita maishani mwako? Ni sonona ipi ambayo umeibeba, ambayo unatembea nayo? Je, ni sonona ya Hajiri kwa ajili ya msimu wa chupa ya maji uliopita? Ngoja nizungumze nawe kidogo. Unajua mambo yanayokusikitishaga usifikiri ni makubwa. Makubwa hayajaja. Yaani mambo ambayo, na ndio maana na waombaga sana wastaafu, kubalini kuishi. Believe me or not, ukikubali kuishi, retired but not tired. Ukikubali kuishi, hutaogopa kuretire hata siku moja. Hutaogopa kustaafu hata siku moja. Wachache wamesema amina, wamesema mchungaji hujui favor zilizoko kazini. Ngoja nizungumze hapa machache uelewe sawa sawa. Biblia inasema juu ya mwanamke anaitwa Hajiri. Nitamsema Hajiri, darasa linaanza kuanzia Jumatatu. Hii nilikuwa natoa introduction ya somo. Shule ni kuanzia Jumatatu. Lakini moja ya shule tutakayopitia ni sonona ya ni kusudi, msimu na kusudi katika maisha ya Hajiri. Nitapitia hapa uko mbele. Lakini acha nikupe ka intro tu kidogo. Misimu na sonona katika maisha ya Hajiri. Aliondoka katika nyumba ya Ibrahimu. Ibrahimu akampa chupa ya maji. Only chupa ya maji. Ikaisha katika jangwa. Biblia inasema Hajiri akapata sonona ya chupa ya maji. Akamtupa mtoto. Akamtupa mtoto kabisa. Tena mwendo wa karibu mita 100. Akamtupa mtoto chini ya kijiti kimoja wapo. Hajiri akapiga yowe, akalia. Ngoja nikwambie, maisha ni marefu kuliko msimu, na usiwe na sonona ya msimu. Kwa hiyo akamtupa mtoto, akapiga yowe, akalilia chupa ya maji iliyoisha. Utasema mchungaji, kwa nini unasema hivyo? Hajiri alipita katika jangwa tangu anatoka nyumba ya Ibrahimu. Alipewa maji na ya chupa ya maji. Hakupewa mali, hakupewa utajiri, hakulia kwa ajili ya kwamba naondoka kwenye nyumba ya Ibrahim, let me cry. Hakulia wala hakuomboleza. Lakini maji ya chupa yalipoisha, ni msimu umekata, akapiga yowe, akamtupa na mtoto katikati ya jangwa. Mimi nachojiulizaga siku zote ni kwamba Hajiri, ulikuwa na chupa ya maji, hukujua kwamba itafika mwisho na jangwa ni refu. Lakini msimu wa maji, msimu wa kupooza koo ukaisha. Kwake ulikuwa ni kitu kikubwa mno. Akamtupa mtoto pembeni, akapiga yowe, akamrusha chini ya kijiti kimojawapo. Na yule mwanamke ni wa Kiafrika, akasema nisimuone mwanangu akifa. Lakini huyu mama ambaye alikuwa analilia chupa ya maji, analilia chupa ya maji iliyoisha, anasonona ya chupa ya maji iliyoisha. Hawanaga tofauti na wastaafu na watu waliopoteza mtaji, pengine watu waliopata hasara, aliyehamishwa kutoka ofisi fulani kupelekwa ofisi nyingine. Hakuna mahali ambako unaenda ukiondoa sonona tu, uwe na hakika ya kwamba mahali hapo milango yako itafunguka ya baraka.
hata kama ni katikati ya jangwa, hata kama ni katikati ya jangwa. Kuna na wengine wanasema wamekukomoa. Waswahili wa hapa Kijitonyama kwa Limaua tunasema ukimpiga chura teke umemuongezea mwendo, na ukifikiri umenizika, haujanizika, umenipanda. Wako wapi watu wachache ambao wanaelewa sawa sawa, ungempigia Jehova makofi mengi. Sasa ngoja nikwambie asubuhi ya leo, unajua watu wananungunikiaga nini? Watu wana manunguniko ya vitu vya hovyo. Yaani unanungunikia vitu ambavyo ni chupa ya maji. Biblia inasema akamtupa yule mtoto pale na yeye mwenyewe akalia. Hajiri, unalilia nini? Ni chupa ya maji imeisha katikati ya jangwa, na mtoto ameshatoa ulimi kwa kiu zaidi ya futi 3. Naona mwanangu anakufa, na mimi siwezi kuona mtoto wangu akifa. Akamtupa yule mtoto pale chini. Mungu akamwambia Hajiri, nenda kamuinue mtoto, na kwa habari ya huyo mtoto nimeamuru ya kwamba atabarikiwa na atazaa mataifa 12. Atazaa maseyidi, wafalme, maseyidi, atazaa wafalme ndani yake. Ngoja nikuambie, Biblia inasema wakati Hajiri anakwenda kumuokota mtoto, macho yake akafunguliwa, akaona kisima cha maji katikati ya jangwa. Oh my God, oh my God. Unajua ni kitu gani? Sonona ya wakati mzuri inapoisha. Yaani ninyi wadada ambao mmeachwa vibaya, na kuambia unazinga la handsome boy liko kwenye container kama. Lakini kwa vile kila siku alivyoniachaga fulani, na kuambia kuna chombo kifaa kinakuja, mwanaume wa ndevu, mwanaume wa shoka. Lakini ni mpaka uondoe sonona kwenye moyo wako. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe, haleluya. Halafu na sonona ilivyo mbaya, umejeruhiwa na mshenzi mmoja, muni mmoja tu, unasema nachukia wanaume wote. Wewe, wanaume wengine tuko hapa, usituletee kiherehere. Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa? Unadharau wanaume. Umekutana na muuni mmoja unafikiri wanaume wote tuko hivyo. Tuko wanaume hapa, responsible husband. Uheshimu wanaume ndani ya mji. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa hapa? Wangepiga makofi yanayoeleweka, haleluya. Wewe umekutana na muuni mmoja tu. Wengine umekutana na binti mmoja amekuzingua. Basi unaona wanawake wote hawana maana. Subutu, wanawake wote hawana maana. Nani amekwambia? Wewe umekutana na muuni mmoja tu. Lakini nataka nikwambie kuna wanawake responsible. Oh my God, oh my God. Responsible woman. Wanawake waliobeba majukumu, wanawake wenye uwezo. Umekutana na chupa, ni chupa ya maji imeisha. Ngoja Mungu alete machemichemi yanayoeleweka kwenye maisha ya kwako. Washindi wachache wangesema amina hapa. Pigie Jehova vigelegele. Leo mimi ninakaaga nasema oh my God. Mungu akamwambia Hajiri, nenda kamchukue mtoto huko aliko, huko uliko mtupa. Nenda kamchukue mtoto, maana atazaa maseyidi, atazaa wafalme katika jangwa hili. Alipokuwa anaenda, macho yake akafunguka, akaona chemichemi ya maji. Kitu cha kwanza, surprise ya kwanza, kuna tofauti kubwa ya ujazo wa maji kati ya chupa hii na chemichemi za maji. Are we together? Chemichemi ya maji huwezi kuilinganisha na chupa. Kuna vitu vimeisha kwenye maisha yako vinakuletea sonona, sijui nafasi, sijui cheo. Hiyo ni chupa ya maji tu imeisha. Kwani yule aliyestaafu akiwa maskini leo si ndio mmiliki wa nini mnasema? KFC, si ndio? Anaweza kalinganisha mshahara na nguvu alionayo ya biashara dunia nzima, mpaka watoto wangu wako krize na chipsi. Lakini alistaafu akiwa hana kitu. Chupa ya maji kisha, that is an economic shift. Ni kwamba unatoka mahali fulani pa ovyo, unaenda mahali fulani pa maana na pa heshima. Asikudharau mtu, apaondoa sonona. Rarua moyo wako, ondoa sonona itoke ndani ya moyo wako. Sema amina. Ngoja nikuambie, nikifika mbinguni nitamuuliza Hajiri, hivi ulikuwa una kichaa? Unamtupa mtoto wa kiume huyu. Mungu akamwambia nenda kambebe. Wewe unaona chupa ya maji imeisha, mimi naona atazaa wafalme. You know, can we imagine that water? Ile water ambayo alikuwa anaililia yule mwanamke Hajiri. Leo huyu mtoto wa kiume aliyekuwa amemtupa chini ya kijiti kimoja wapo, ndiye mtoto ambaye amezaa kitu kinachoitwa United Arab Emirates, UAE.
Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Falme za Kiarabu. Falme za Kiarabu. Dubai. Sijui mandege ya Emirates mnayoyaona hapo. Sijui mandege mengine ya Abu Dhabi. Sijui vitu kibao. Falme za Kiarabu. United Arab Emirates. And her mother, her grandmother. Well, yani, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Grandmother wao alikuwa analilia chupa ya maji. Maskini yule bibi. Yani maskini jamani, yule bibi angefufuka aone wajukuu zake leo jamani. Yani analilia chupa ya maji, kiwango cha kutupa mtoto ambaye ndani yake ana mbegu, ana kusudi la kuzaa wafalme. Misimu na kusudi. Hii ni shule inayokuja. Ni shule inayokuja juu ya misimu na kusudi. Angalia Dubai, eti bibi yao katika utajiri huu. Kuna bibi alikuwa analilia chupa ya maji kutoka nyumba ya Ibrahimu. Leo wiki akonye ruoko mtonga mlingolosi amdumioko. Yani bibi analilia maji. Maji ya chupa. Leo ni utajiri wa dunia nzima. Na wana kiburi hao Waarabu. Wamemchukua Ronaldo kutoka Ulaya na Marekani na mamechi yote ya Brazil. Wako pale wanamlipa tu hela ya mafuta. Akae tu hata kama achezi mechi awepo pale. Ijulikane Ronaldo yuko huko United UAE. Yuko hapo United Arab Emirates. Hivyo wakae hapo. Nazungumzia juu ya connection ya dunia nzima. Nazungumza juu ya visima vya mafuta. Nazungumza juu ya uwezo wa dunia nzima walioko nao pale. Na bado wanaendelea. Bibi yao alikuwa analilia chupa ya maji ya msimu uliopita, wakati ndani ya mtoto aliyemtupa wa kiume anaitwa Ishmaeli amebeba utajiri unaoonekana hapa. Amebeba vitu vikubwa. Mungu alikuwa anaona hivi, kusudi linaona hivi, msimu unaona chupa ya maji. Yoru wako mtonga upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu alipomwangalia Hajiri, alikuwa anaona huu utajiri mnaouona hapa. Alikuwa anaona haya ndani ya Ishmaeli. Ndio kusudi. Sasa msimu ni chupa ya maji imeisha na bibi anapiga kelele, my time is over. Muda wangu umeisha. Simameni. Wako wapi washindi wangempigia Jehova makofi mengi ya shangwe? Haleluya. Yaani mnaniletea krizi, naweza nikapata kichaa hapa. Wewe unaosumbuliwa na msimu, ukome. Maisha ni marefu kuliko msimu. Sema amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Katika siku hii ya leo nataka umuombe Mungu rehema. Umenungunikaga, umenungunika. Una vitu ambavyo umemnungunikia Mungu na umemwekea Mungu mipaka. Mkono wako wa kuume weka kwenye moyo wako, mkono wako wa kushoto inua juu, funga macho yako, rudia sala hii ya toba pamoja nami. Hii ni Kwaresma. Tubuni basi ili zije nyakati mpya za kurejeshwa na marejesho ya furaha kwa kuwapo kwake Bwana katika maisha ya kwako. Ungama, tubu pamoja nami katika sala hii fupi. Sema, Bwana Yesu, wewe ni Mungu wa rehema. Nimekutenda dhambi. Ninajua nimefanya uovu mbele za uso wako. Nisamehe Bwana. Nihurumie Bwana. Nimenungunika mbele yako. Na kwa sababu ya maumivu ya msimu, niliamini ni msimu uliopita ambao pengine kwangu ulikuwa mzuri. Kumbe kuna misimu ya baraka kama ulivyosema kwa kitabu cha Yeremia na kwa kinywa cha Yeremia. Unayajua mawazo unayoniwazia mimi ni mawazo ya amani, wala sio mawazo ya mabaya, kunipa mimi mema na matumaini katika siku zangu za mwisho. Baba, ninainua mikono yangu, ninaomba rehema. Nimenungunika, nikakuwekea mipaka, nikaogopa mabadiliko. Katika jina la Yesu ninaomba unirehemu katika Kwaresma hii. Bwana, samehe uovu wangu. Nimenungunika mbele yako, nimenena mabaya, nimenungunika mbele yako. Nisamehe Bwana katika jina la Yesu. Tangu leo sonona ya msimu iliyopo kwenye moyo wangu, achia maisha yangu leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatangaza waziwazi
Maisha ni marefu kuliko msimu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuinua sauti yako juu ukimwomba Bwana kwa dakika moja wakati ninaomba kwa ajili yako. Ombea, ombea, ombea future yako. Ombea kusudi, ombea kusudi, ombea kusudi. Mwambie Mungu, ufalme wako uje katika maisha yangu na mapenzi yako yatimizwe na ulitakalo lifanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Baba, katika jina la Yesu ninakuabudu. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa na mamia kwa maelfu ya wengi wanaoabudu nasi mahali duniani kote. Baba, ndipo ninapowafunika watoto wako ambao wana sonona ya msimu, wana kichaa cha misimu, wana dhiki ya misimu, wana mahangaiko ya kimisimu, wana vita ya kimisimu, wana na chuki ya kimisimu, wana na vinyongo vya kimisimu, wana majeraha ya kimsimu. Baba, ninasimama mbele za uso wako hivi leo. Ninaomba Bwana, rejesha furaha katikati ya watu wako. Ponya majeraha yaliyoletwa na msimu, yaliyoletwa na misimu katika maisha ya watoto wako asubuhi ya leo. Mungu wa majeshi, ukapate kuonekana. Baba, asante kwa sababu maisha ya watu hawa yana thamani. Maisha ya watu wako na maisha yetu ni marefu kuliko misimu inayopita. Baba, tunakusihi uonekane katika maisha yetu, hata pale tumenungunika, hata pale ambako watoto wako wamesema vibaya. Rehemu Bwana, samehe watoto wako asubuhi ya leo. Ninamwombea kila mmoja aliyewahi kupoteza msimu wowote mahali popote na anasonona kwenye maisha yake, ulivyomtendea Hajiri. Mungu wa Hajiri, na uwe Mungu wetu asubuhi ya leo, na uwabariki watoto wako waingiapo, uwabariki watokapo sasa na hata milele, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Baba, ninaomba zikubali dhabihu na sadaka tunazoleta madhabahuni pako. Kubali mafungo na maombi na sala na dua za watu wako. Bwana, utubariki sasa na daima, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Wote na tuseme amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni basi mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Na Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi katika Kwaresima ya mwaka huu. Akubariki uingiapo na utokapo katika kila msimu. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Jehova na makofi mengi ya shangwe. Haleluya.